Usianze kujenga gorofa kabla hujafahamu hii michoro miwili muhimu inayookoa maisha na mamilioni ya fedha. Watu wengi wanapoanza kujenga gorofa huamini kwamba wakishapata ramani ya muonekano wa jengo basi kila kitu kimekamilika. Ukweli ni kwamba hiyo ni sehemu moja tu ya mradi ili gorofa lijengwe kwa usalama na kwa kufuata viwango vya kitaalamu. Lazima liwe na aina mbili za michoro zinazokamilisha. Michoro hiyo ni: moja, michoro ya architecture, nikimaanisha michoro ya usanifu. Mbili, michoro ya structure, nikimaanisha michoro ya uhandisi wa muundo. Hakuna mchoro unaweza kuchukua nafasi ya mwingine. Kila mmoja una kazi yake muhimu. Moja, michoro ya architecture, hii ya usanifu. Hii ndiyo michoro inayoonyesha muonekano wa jengo na namna litakavyotumika kumsaidia mteja kuona mpangilio wa nyumba au gorofa kabla ya ujenzi kuanza. Kwa kawaida hujumuisha site plan, hii ni mpangilio wa kiwanja; floor plan, mpangilio wa vyumba; elevation, muonekano wa nje ya jengo; section, mikato ya jengo; roof plan, mpangilio wa paa; door and window schedule, finishing schedule, vipimo, dimension na levels. Faida ya michoro ya architecture: humwezesha mteja kuona muonekano halisi wa jengo kabla halijajengwa, urahisisha mchakato wa kupata kibali cha ujenzi, humsaidia fundi kuelewa mpangilio sahihi wa kazi, hutoa msingi wa kufanya makadirio ya gharama za ujenzi. Twende na mchoro wa pili sasa. 2, michoro ya structure. Hii ni uhandisi wa miundo. Hii ndiyo michoro inaonyesha jinsi jengo litakavyobeba mizigo kwa usalama. Ndiyo msingi wa kuhakikisha gorofa linakuwa imara na salama kwa matumizi ya muda mrefu. Kwa kawaida hujumuisha foundation layout, huu ni mpangilio wa msingi; footing details, column layout, nguzo; beam layout, beam; slab reinforcement, stair reinforcement; roof structure details, reinforcement details, mpangilio wa nondo; structure notes. Faida za michoro ya structure: kulifanya jengo kuwa imara na salama, hupunguza hatari ya nyufa na kuporomoka kwa jengo, huonyesha aina ya kiasi sahihi cha nondo na pamoja na daraja la zege linalotakiwa. Daraja hili linamaanisha grade ya zege inayotakia. Ni sehemu muhimu katika kupata vibali vya ujenzi kutoka mamlaka husika. Kwa nini michoro yote miwili ni muhimu? Michoro ya architecture inaweza jengo likavyoonekana. Michoro ya architecture inaeleza jengo litakavyoonekana na kutumika, wakati michoro ya structure inaeleza jinsi itakavyojengwa ili liwe salama. Ukijenga kwa kutumia architecture pekee unaweza kupata matatizo makubwa ya kiufundi. Vivyo hivyo, ukitumia structure pekee hutakuwa na mwongozo sahihi wa mpangilio wa vyumba na matumizi ya jengo. Kwa hiyo michoro hii lazima itumike pamoja. Hitimisho: kabla hujaanza kujenga gorofa, hakikisha una michoro kamili ya architecture iliyokamilika kabisa ya architecture, michoro kamili ya structure, BOQ nikimaanisha makadirio ya gharama za ujenzi inayohitajika pale inapohitajika, hii BOQ, bill of quantity. Bila kusahau vibali vya ujenzi kutoka mamlaka husika. Kuwekeza kwenye michoro sahihi si gharama ya ziada, ni hatua muhimu inayokulinda dhidi ya makosa ya ujenzi, matumizi mabaya ya fedha na hatari zinazoweza kujitokeza baadaye. Huduma zetu hapa Mjenzi wa Nyumba TZ. Tunatoa huduma za kitaalamu za kuchora ramani za nyumba za kisasa, gorofa, guest house, hoteli, makanisa, shule na majengo ya biashara, michoro ya architecture na structure,
BOQ nikimaanisha makadirio ya gharama za ujenzi, usimamizi wa miradi ya ujenzi, ushauri wa kitaalamu kuhusu usanifu na ujenzi, bila kusahau ujenzi kamili kuanzia msingi hadi kukamilisha jengo. Wasiliana na sisi kwa namba hizi naenda kutajia, hiyo kwa kupiga simu ya kawaida au kwa kutuma message ya kawaida ni 07 12 93 70 90. Pia WhatsApp na Telegram ni 07 65 93 70 90. Email ni info@mjenziwanyumba.tz.com. Mjenzi wa Nyumba TZ, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi. Shukrani.